Hii ni Mtoro TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Itifaki imezingatiwa. Cha kwanza kabisa nizindue kitabu. Kwa hiyo kama utaratibu ni kusema, basi nasema kitabu kimezinduliwa. Uislamu na uzalendo. Kitabu hiki kimezinduliwa leo katika ukumbi wetu huu. Jina lake jina la ukumbi limehifadhiwa. Amekizindua Mheshimiwa Mufti Sheikh Abu Bakri bin Zubair bin Ali, na mimi niko kwa niaba yake. Kitabu kimezinduliwa. Mheshimiwa Mufti anawapongeza nyote mliohudhuria katika hadhara hii kwa ajili ya kumuunga mkono mtunzi Sheikh Isa. Mheshimiwa Mufti anampongeza Sheikh Isa kwa kazi hii aliyoifanya na taufiki aliyoipata kwa kufanya kazi kubwa hii. Sheikh wa mkoa amesema mtu anatathminiwa kwa mujibu wa kazi alizozifanya. Kwa kuongezea pale, lakini pia na aina ya kazi yenyewe huyo mtu aliyoifanya. Aina haya sasa ni ya kwangu. Nimemaliza kunukuu yale aliyonituma Mheshimiwa Mufti kuja kuwapongeza nyote na kuwashukuru. Sasa ni ya kwangu. Naongezea pale Sheikh wa mkoa aliposema vile alivyosema, naongezea kwamba pia anapimwa huyo mtu kwa aina ya hiyo kazi aliyoifanya, zama za kazi hiyo, mazingira ya kazi hiyo au ya zama hizo. Hivyo vyote vinarembesha au vinanogesha uzuri wa kazi aliyoifanya. Mimi mwito wangu kwa waandishi, watuandikie pia mambo ambayo yanaendana na wakati tuliokuwa nao, kwa sababu vurugu nyingi zinazofanyika katika jamii zinasababisha yale ambayo mashekhi hapa
wameeleza kuhusu swala zima la uzalendo. Linaonekana kama ni uchawa. Sasa kama uchawa uzalendo, ile siku ya kukimbia atakimbia chawa peke yake? Endapo litatokea la kutokea katika hiyo nchi ambayo huyo chawa au huyo mzalendo anajitoa kuelekeza, kukemea, ambayo yataleta athari mbaya katika nchi yake, hiyo athari ikija na yeye itamkumba, anaona ajitoe ili ajinusuru na yeye. Lakini wewe unasema huo ni uchawa. Sawa, siku kikinuka kama wanavyosema, je, atakimbia chawa peke yake au na mwenye koti? Sasa tutoe mwito wa hizi maudhui zinazozungumzwa, zinazoandikwa, nazo pia siendane na zama. Walikulli asrin khasaisuhu wa mumayyizatu. Kuna mambo special yanajitokeza katika zama, haya yanatakiwa kushughulikiwa, kama vile ambavyo leo demokrasi inavyokanganya katika akili za watu, uzalendo unavyokanganya katika akili za watu. Sasa lazima watokee wataalamu, mafundi, mabingwa wa kujieleza, wa kueleza nini demokrasi. Leo hata utaifa pia unaonekana kama uchawa tu, utaifa. Kwa nini utaifa? Yeye anajipa utaifa, yeye mtu wa Maka. Kweli Maka ya kwako kuelekea kibla tu, lakini huwezi kwenda hivi hivi kwa jina la Uislamu. Mimi Muislamu naingia Maka. Utatafuta njia ya kutokea. Kwa hiyo maudhui pia tuzitazame za kuwaeleza watu kwa mujibu walivyo. Huu ndio ulikuwa mchango wangu, na tayari kitabu nimeshakizindua kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti. Lakini la mwisho ni kwamba iko haja ya kufanya kampeni. Sasa kama Sheikh Isa wewe mwenyewe unaweza kufanya kampeni au debe kukipigia kitabu hiki ili kisomwe, basi nakushauri pia. La, wako ambao sasa wanaweza kufanya kazi hiyo katika vitabu vinavyofaa kupigiwa kampeni au debe ili visomwe. Na kampeni maana yake ni ushawishi wa kila aina kwa njia tofauti. Basi kitabu hiki kifanyiwe kampeni. Watanzania ni wavivu katika kusoma vitabu. Wakati umefika tuhamasishane, tusome vitabu. Mheshimiwa Sheikh Isa, mimi kazi yako nimeshafanya, kwa sababu sina cha kusema. Yote yamesemwa na Sheikh Mziwanda na mashekhe wengine. Shekhe wa mkoa akaja hapa ametueleza mambo mengi sana. Kwa hiyo nisipoteze muda ya kusemwa, yameshasemwa. Kilichobaki kwenda kuyafanyia kazi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.